Yes, ni Baba Aviga tena, na hapa ni kijiweni, yaani hiki ni kijiwe cha Baba Aviga. Mwana Nzengo, leo nikupe mzozo kidogo, nikuachie kamzozo kidogo, na kamzozo haka kako namna hii. Je, hiyo shughuli unaoifanya au kazi unayofanya right now inayokuingizia kipato, unacholisha familia yako na maendeleo yako kwa ujumla, je, hiyo ni kazi ya ndoto yako? Yaani ndicho ambacho ulikuwa unakiona kipindi uko mtoto, ukiulizwa ukiwa mkubwa unataka kuwa nani, na mtu alisema anataka kuwa dokta, nataka kuwa mwalimu, nataka kuwa dereva na mambo kama haya. Je, wewe shughuli unaoifanya sasa ni ndoto yako? Tuandikie kwenye comment hapo chini wakati tunaendelea na nongwa za kijiwe cha Baba Aviga. Na kama jibu sio, haikuwa ndoto yako, je, swali la pili au mzozo wa pili, unapenda unachokifanya hata kama hakikuwa chako? Tupe chini hapo kwenye comment. Leo nataka nishare na wewe kitu kimoja, kwamba ukitoa madhaifu ulionayo yote ambayo wewe unayo, basi kile unachobaki nacho ndo nguvu yako. By elimination you can understand what you have. Yani kwa njia ya kutoa ndio mtu unaweza ukajitambua wewe ni nani na kipi unakiweza, na hicho unachobaki nacho baada ya kutoa madhaifu yote ulionayo, na nakuhakikishia hiyo ndio nguvu yako. Cha msingi, penda unachokifanya sasa, lakini weka nidhamu na weka ubunifu na idea mpya katika unachokifanya. Wanadamu wengi tuna tendency ya kuona jambo analofanya mtu mwingine ni bora kuliko unalolifanya wewe. Lakini leo nataka kukwambia, mwana Nzengo wa kijiwe cha Baba Aviga, sivyo. Kile ambacho unakifanya kithamini, hicho kitu cha muhimu na ndicho kitakacho kutoa hapo ulipo kwenda mahali pengine. Mimi ni dereva, huenda naweza nikawa natamani labda ningekuwa afisa kilimo, kwa sababu namuona afisa kilimo ana mafanikio, au afisa mipango, au mtu mwingine yoyote afisa, na mimi ni dereva. Basi kule mimi kutokuwa afisa kilimo au afisa mipango ndio udhaifu wangu. Udhaifu ni kitu usichoweza. Sikuweza aidha kwa elimu yangu au kwa namna moja au nyingine. Lakini kipi naweza baada ya kutoa vile ambavyo siviwezi? Kuwa afisa kilimo, kuwa afisa mipango, kuwa suinani. Nikitoa vile ambavyo siviwezi na baki mimi naweza kuwa dereva. Basi kile nachobaki nacho, nimesema, ndio nguvu yako, ndio nguvu yangu itakao nitoa hapa na kufunika yale nisiyoyaweza. Kwa maana ya kwamba ninahisi wale wana kipato kuliko mimi wanaweza kuwa na maendeleo kuliko mimi, kwa sababu sijatambua mimi ni nani. Lakini nikitambua kwamba yale ni madhaifu yangu na nikayatoa, manake kutoa ni kukubali, afu nikabaki kuwa dereva, nitafanikiwa katika udereva na kufunika yale madhaifu. Kwa maana ya kwamba vile ambavyo nilivyoona ningevipata kule, nitavipata katika kazi ya dereva. Hata wewe kazi unayofanya, iwe ni muuza uji, ulitamani umiliki restaurant kubwa, amini yale malengo makubwa ambayo unayaona au mafanikio anayoyafanya mtu mwenye restaurant, na wewe unaweza kuyafanya kwa kuuza uji. Boresha uji wako, weka njonjo, iriki, giligilani, vitu kibao hapo. Wateja watakupenda, utauza sana, kesho utakuwa wewe, utakuwa na uji point, utafungua kitu kikubwa, utaajiri watu na utafikia malengo makubwa uliyoyawaza, lakini kwa kuweka nidhamu. Bodaboda, heshimu unachokifanya muda huo. Kuna watu wamejenga kwa bodaboda, kuna watu wana maisha mazuri sana kwa bodaboda, kuna watu wamefanikiwa kwa kilimo, kuna watu wamefanikiwa kwa kitu ambacho wewe unakidharau, lakini mwenzio anaondoka katika hicho. Ni katika kupenda unachokifanya. Kumbuka, ukiondoa madhaifu yako, kile unachobaki nacho ndio nguvu yako. Inaweza kufunika madhaifu yako yote. Multiply, izidishe, ongeza ubunifu na kuhakikishia utafanikiwa. Usiache kulike, kucomment na kufollow, lakini niambie hapo chini, je, hicho unachokifanya ndio lilikuwa chaguo lako au la hasha? Na kama sivyo, je, unapenda unachokifanya? Kutane kijiweni tena kwa mara nyingine na kwa siku nyingine tena na kwa nongwa zingine na mizozo mingine ya kijiweni. Thank you.